Sasa leo nataka nizungumzie ishara 3 za kisaikolojia ambazo zinaonyesha mwanamke ameshakubali jibu la maombi yako. Na unajua sasa hivi mahusiano ya sasa hivi sio rahisi mtu kukuambia kwa mdomo kwamba nimekubali au kusema kwa kawaida kama tulivyozoea zamani. Sasa hivi watu wanakuonesha tu kwa vitendo, na changamoto kwa dunia sasa au kwa asilimia kubwa kwa wanawake wengi waga sio rahisi kusema. Sasa kama mwanaume unaweza kujifunza hizi ishara 3 na ukajua kwamba mwanamke tayari kashakubali na yuko tayari kuanzisha mahusiano. Karibu sana tujifunze pamoja. Kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga nasi na channel yetu ya Elikhan Mtz, usisahau kusubscribe. Ishara ya kwanza ni kuongezeka kwa uwazi na ushirikiano. Tunaita psychological vulnerability. Sasa mtu yote anapoanza kukubali au anapokuwa amevutiwa na wewe, huwa kuna mabadiliko yanatokea kwenye ubongo. Na yanatokea hivyo kwa sababu anakuwa amekuona wewe ni sehemu salama. Sasa kuna mambo ambayo unaweza kuyaangalia na ukajua kabisa huyu mtu ameshakukubali. Sehemu ya kwanza wakati tunaangalia kwenye uwazi wa kihisia, yani emotional openness. Sasa hapa mtu ndio atakuwa wazi kuelezea mambo yake ambayo yanampa furaha, huzuni, akiwa na changamoto yoyote, anakuwa rahisi kuelezea kwa sababu anakuwa anakuona wewe ni sehemu salama. Na akipata changamoto yoyote, wewe ndio unakuwa mtu wa kwanza kukuelezea jinsi alivyojihisi. Lakini pia kuna ushirikiano wa kimwili, tunaita physical vulnerability. Sasa hapa ndipo mwanamke anakuwa wazi kuwa karibu na wewe. Na mara nyingi utajuaje? Kwa mfano, mkiwa mnaongea, unamuona yuko busy na kukuangalia, hachezei simu, na muda mwingine akiwa amekaa unaona kasa lugha yake ya mwili inakukaribisha wewe. Na ukitaka kujua lugha ya mwili inayokukaribisha, angalia miguu yake, imeangalia kule ambapo wewe unatazama, na kifua chake kinaangalia kule ambapo wewe unatazama. Sio kwamba eti wewe umegeukia upande wa yeye miguu yake imegeukia mlangoni au kifua chake kimegeukia sehemu nyingine. Huyo anakuwa anaonyesha kwamba ana mawazo mengine tofauti na wewe. Yaani lugha ya mwili yake inakuwa inakukaribisha, inakuwa inatamani kuongea na wewe. So anaacha vitu vingine vyote, hachezei simu, hawi busy na mambo mengine, anakuwa anakusikiliza wewe. Yaani lugha ya mwili ambayo inakuwa ni rafiki kukukaribisha wewe. Lakini pia kitu kingine ambacho tunaangalia ni uwazi wa kiakili. Tunaita intellectual vulnerability. Mtu anakuwa huru kukushirikisha maoni yake halisi kuhusu maisha, siasa au hata maadili yoyote ya kazi au jambo lolote, kwa sababu anakuwa anakuona wewe ni mtu ambaye ni salama na huwezi kumhukumu au kumjaji. Sasa ile hali inamfanya anakuwa huru kuambia mambo yake yote ya ndani ambayo yanamfanya ajihisi. Sasa unawezaje kutofautisha hivi vitu kwamba mtu anayekukubali ambaye anatamani mahusiano na wewe ya kimapenzi na mtu ambaye ni rafiki wa kawaida? Kwa mfano, mtu ambaye amekukubali mara nyingi atakuwa anakuelezea mambo ambayo unamfanya ajihisi vizuri, lakini yule mtu ambaye anahitaji urafiki wa kawaida mara nyingi atakuwa anakuelezea mambo kuhusu wanaume wengine. Lakini pia kwa mfano kwa mwanaume, ukiwa unaelezea kuhusu wanawake wengine, utaona mood yake unabadilika, anakuwa kwenye hali ambayo ni ya utofauti. Kama mko karibu mnaonana, anakosa raha. Lakini kama ni mtu ambaye anahitaji tu urafiki wa kawaida, maana yake anakuwa anakushauri wewe pia kupata wanawake wengine. Lakini pia kwa mwanamke ambaye ameshakukubali, anahitaji mahusiano ya kimapenzi, mkiwa mnatazamana machoni, anakuwa anaona aibu, anaangalia sehemu nyingine. Lakini kwa yule mwanamke ambaye anahitaji urafiki tu wa kawaida, yeye anakuwa anakuangalia kama rafiki wa kawaida na anakuwa hana aibu yoyote. Kwa ishara hii tayari inaweza kukupa picha kwamba huyu tayari ameshaanza kukubali kuwa karibu na wewe na kuanzisha mahusiano. Sasa ishara ya pili ni uwekezaji wa makusudi. Tunaita investment of effort. Sasa mwanamke anapokubali kisaikolojia, waga anatoka kwenye ile hali ya kupokea na kwenda kwenye hali ya kuchukua hatua, kwa sababu anakuwa haoni ugumu kutoa rasilimali zake, kwa sababu anakuwa anaona wewe una thamani kubwa kwake. Sasa uwekezaji wake unaweza kujidhihirisha kwenye mambo makuu haya matatu. Jambo la kwanza kabisa ni muda. Tunasema time investment. Sasa hii ndio sehemu yenye nguvu zaidi, kwa sababu mwanamke anapokukubali lazima atakupa muda wake. Hana visingizio vya kukwambia niko busy, sijapata nafasi. Hata kama akikwambia yuko busy, atakwambia basi Jumamosi sitaweza, lakini Jumapili vipi wewe? Yaani manake anakuwa anatamani mkutane, kwa sababu ule uwepo wako ndio furaha yake. Lakini uwekezaji mwingine ni nishati na hisia. Tunasema emotional energy. Anakuwa makini kwenye vitu vidogo vidogo vya kwako, anakuwa makini kwenye mambo madogo madogo ambayo unamwambia. Kwa mfano tarehe yako ya kuzaliwa,
chakula unachokipenda, sehemu ambayo ulimwambia labda unaifurahia zaidi, au kama kuna changamoto ambayo ilitokea kazini anaweza kuulizia baadaye. Manake anakuwa makini kwa kila jambo ambalo linaendelea kwa sababu wewe unakuwa tayari una thamani kwake, kwa sababu unakuwa sio tena rafiki wa kawaida kama ilivyokuwa awali. Lakini aina ya tatu ni mawasiliano ya haraka, tunasema response rate. Sasa ndio mwanamke anabadilika kwenye ujumbe wake wa meseji, na utatofautisha toka ile zamani ulipoanza mahusiano na sasa hivi, kwa sababu hapa sasa anaanza kujibu meseji kwa haraka, lakini pia anakuwa hachelewi kujibu meseji, kwa sababu anakuwa anaona kila muda ambao anakupata ni wa thamani kwake. Kwa hakuna ule tofauti sasa kwamba kwa mfano unamtumia meseji ya maongezi marefu na yeye anakutumia hiyo, na mara nyingi hata kama mkianza kuwa mnaongea haongei kwa ufupi, anaongea naye kwa zaidi ili muendeleze maongezi. Lakini ukiona maongezi yanakuwa yamekatizwa anakuwa nusu nusu, maana yake anakuwa furahi hayo mazungumzo. Sasa ngoja nikupe siri moja. Utajuaje kwamba huyu mwanamke ana uwekezaji wa ukweli au ana uwekezaji wa uongo, kwamba anakudanganya, anahitaji maslahi fulani? Sasa ni rahisi sana kumgundua. Mwenye uwekezaji wa ukweli atakuwa anatamani mkutane hata kwenye sehemu za kawaida, mnaweza kuwa mnatembea au sehemu yote ambayo hata hahitaji gharama, kwa sababu yeye anafurahia tu wewe kukuona. Lakini ule mtu ambaye ana uwekezaji fake, ana maslahi binafsi, atatamani tu sehemu zenye hadhi, sehemu ambazo ni nzuri, ndio maana anachangamka zaidi. Lakini kama sehemu ya kawaida hatafurahia kabisa, na hapo unaweza kumkamata. Lakini pia angalia namna ya mawasiliano. Nani wa kwanza kumtafuta mwenzie? Nani wa kwanza kumpigia simu mwenzie? Ukiona wewe tu ndo wa kwanza kumtafuta kila siku, tayari unajua kabisa huyu ana lengo lake maalum na ana target zake maalum. Hapo ndipo unaweza kumjua huyu mwanamke, unajua kwamba huyu tayari hajawa tayari kunikubali mimi, na ukaacha kuwekeza zaidi. Sasa ishara ya tatu ni kutumia lugha ya sisi. Hii tunaiita the shift to in group language. Sasa mwanamke anapokuwa amekubali na ameanza kukupenda, huwa anatoka kwenye lugha ya kusema mimi na kwenda kwenye lugha ya sisi bila hata yeye kujitambua, kwa sababu tayari anakuwa kuona wewe kwamba ni sehemu yake ya maisha. Yale mambo ambayo anakuwa anasema mimi na mpango huu, anaanza kusema hivi tuna mpango gani, au sisi tutafanya nini. Anatoka kabisa kwenye ule uhalisia wa kusema mimi. Sasa kuna mambo ambayo unaweza kuona kwenye mabadiliko ya vitu ambavyo anatumia kukuelezea, au mambo anayosema yeye kila siku. Kwa mfano labda anasema mimi nina mpango labda wa kufanya jambo fulani baadaye, unaanza kumwona anaanza kusema tuna mpango gani kufanya hili jambo baadaye, au tutaenda wapi mwezi unaofuata, au kuna filamu imetoka tutaenda. Yani mara nyingi anakuwa na kuunganisha kwenye sentensi zake. Lakini pia anakuwa na makadirio ya baadaye, tunaita future projection. Sasa hii inatokeaje? Kwa mfano labda nimetokea labda tamasha, au kama kuna kitu kikubwa cha kufanya baadaye, anaweza kukujumuisha na wewe kwamba kwa kusema twende basi kwenye hilo tamasha. Yani mara nyingi anakuwa anatoka kwenye ule uhalisia wa kusema mimi. Lakini pia anaweza kuwa huru sasa kuanza kuelezea rafiki zake au ndugu zake kuhusu wewe, kwa sababu anakuwa anakuona wewe ni sehemu ya maisha yake na wewe ni mtu wa thamani kwake, sio rafiki tu wa kawaida. Anakuwa huru kuambia rafiki zake kuhusu wewe, manake tayari anakuwa anaona wewe uko kwenye sako ya maisha yake, sio tu rafiki wa kawaida. Sasa kuna mbinu za kisaikolojia ambapo mwanamke akiwa tayari ameshaanza kuonesha dalili hizo, anakuwa na kuunganisha kwenye mipango yake ya baadaye, anakuwa anatumia neno sisi. Sasa kuna mambo ya kuzingatia ya kuchukua hatua. Sasa jambo la kwanza, unatakiwa uitikie kwa lugha yake. Tunaita hii kitaalamu mirroring. Sasa mwanamke akishaanza kuunganisha kwa mambo yake ya baadaye, na wewe unatakiwa uitikie kwa lugha hiyo. Hiyo inaonyesha kwamba mpo kwenye peji moja, yani mnaendana na mnaelewana, kwa sababu ni sehemu ambayo sasa ameshaanza kutengenezea njia. Sasa usipoeleweka hapo ndo utakuwa unaharibu kila kitu. Lakini sasa chukua uongozi kama mwanaume, take initiative tunasema. Sasa hapo unatakiwa sana wewe uanze kuweka sasa mipango sasa baadaye, uanze kumuongoza kwamba tutafanya hivi na hivi, sio na wewe unaanza kudelay kumwachia kwamba yeye ndo aamue. Hapo utakuwa unaonekana sasa wewe sio mwanaume, kwa sababu mwanaume ni kiongozi, ndo anatakiwa aongoze jahazi kwa kwanza kusema bwana baadaye sasa tutafanya hivi, au tutachukua hivi, au tutaenda hivi. Hapo sasa mwanamke anaanza kuona kwamba yuko sehemu salama zaidi. Hem, niambie katika hizi ishara tatu, ni ishara ipi ambayo wewe imekugusa zaidi, au kuna ishara gani nyingine ambayo wewe unaifahamu? Ukiona kwa mwanamke unajua tayari ameshakukubali. Asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Usahau kulike, kushare na kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Tukutane kwenye somo linalofuata.